Haleluya, wana wa Mungu ali hai. Mambo matamu haya kweli kweli. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, karibuni sana mahali hapa Jerusalem Family TV. Tunaendelea na maombi yetu mazuri, maombi yetu ya kufunga kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kumaliza salama mwaka 2025 na kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka 2026. Maombi yetu haya yanaambatana na mafungo ya kujinyima chakula kwa masaa 12, iwe ni masaa 13, ni wewe unavyoguswa ndani yako, lakini lazima uambatanishe na mafungo ya kujinyima chakula. Kuhakikisha unaposhiriki haya maombi unakuwa katika hali ya mafungo. Upande wa asubuhi tunashukuru kwa ajili ya mwaka uliopita, upande wa jioni tunapanda mbegu. Na kila siku moja katika mafungo inawakilisha mwezi mmoja katika mwaka. Leo ni siku ya 6, Kwa upande wa asubuhi tutaenda kushukuru Mungu kwa ajili ya malango ya mwezi wa 6 ya mwaka 2025. Tutaenda kushukuru kwa ajili ya malango ya mwezi wa 6 wa mwaka 2025. Karibuni sana, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi maombi yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunaliinua jina lako, tunalitukuza kwa sababu wewe ni Mungu ambaye sijaona kama wewe. Wewe ni Mungu uliye mkuu, ni Mungu uliye mtakatifu. Maarifa yako, nguvu zako na uweza wako vinatisha. Hakika wewe ni Bwana na hakuna Bwana aliye kama wewe. Tunakunyenyekea Mungu uliye mtakatifu, tunakuomba toba na msamaha maeneo yote ambayo tumetenda dhambi. Tunaomba Mungu kwa huruma yako utusamehe. Utupe damu yako ya thamani ili tupate kibali cha kustahilishwa kusikia neno lako. Roho Mtakatifu, tuangazie katika akili zetu, ili Bwana yale yote ambayo utasema na sisi tuweze kuyapokea, ili Bwana tuendelee kuwa imara. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kila mwenye pumzi aseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni siku ya 6. Tutasimama na somo linaloitwa shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Hili ni somo ambalo tumekuwa tukitembea nalo tangu siku ya kwanza kwa upande wa asubuhi. Shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Sawa na kile kitabu cha Marko sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Injili ya Marko sura ya 4 ule mstari wa 3 hadi wa 8 inasema namna hii: Sikilizeni, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua kwa kuwa haina mizizi, ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Katika hili neno tumekuwa tukitembea nalo tangu siku ya kwanza, na Roho Mtakatifu amekuwa akituzamisha polepole kulichambua. Na tumeona kwa ujumla kuna mbegu aina 4 ambazo mpanzi alipanda. Na huyu mpanzi nimekuwa nikikusemesha anaweza akawa ni mimi au wewe. Mbegu ya kwanza aliyoipanda ilianguka kando ya njia, ndege wakaila. Mbegu ya pili aliipanda kwenye miiba, ikafa kwa kusongwa na ile miiba. Kwenye mwamba ikafa kwa kuchomwa na jua kwa kukosa kina kwenye mwamba. Afu ya tatu ndio ile ambayo akaipanda kwenye miiba. Afu ya 4 akaipanda kwenye udongo mzuri. Sasa hii mbegu ya kwanza aliyoipanda kando ya njia, ndege wakaila, tulishajifunza yenyewe tayari. Aina ya pili ya mbegu aliyopanda kwenye mwamba, na yenyewe tulishajifunza tayari. Kwa sasa tuko kwenye aina hii ya 3 ambayo ni mbegu iliyopandwa kwenye miiba, ikashindwa kuota kwa ajili ya kusongwa na ile miiba. Tunapoongelea mbegu
kwa lugha ya somo letu tunakuwa tunaongelea ile mipango na yale malengo unayokuwa nayo kwenye mwaka husika. Yale unayosema mwaka huu unaingia nikiwa natamani nipate kitu fulani. Nina malengo haya kwenye huu mwaka, natamani yatimie. Hizo ndio mbegu zako sasa. Kwa tunadili na ili eneo la hizi mbegu zilizopandwa kwenye miiba. Siku ya jana tulianza kutembea kwenye hili somo kwa kupita kwenye ile Marko sura ya 4 ule mstari wa 18 hadi wa 19. Tukaona inasema Marko 4:18-19. Inasema, na hawa ndio wale wapandwao penye miiba, ni watu walisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikaingia, ulisonga lile neno likawa halizai. Ambapo kwenye hili neno ile siku ya jana tuliona kwa ujumla kuna makundi matatu ya miiba ambayo inazuia mbegu zetu kwenye mwaka zisizae. Inazuia malengo yetu yasitimie kwenye mwaka. Mbegu ya kwanza tukaona ni shughuli za kidunia. Mbegu ya pili ni udanganyifu wa mali. Alafu mbegu ya tatu ni tamaa za mambo mengine. Ile mbegu ya kwanza, shughuli za kidunia, tulijifunza siku ya jana. Leo tutaenda kujifunza mbegu ya pili ambayo ni udanganyifu wa mali. Nimeona nikukumbushie tu ili ukumbuke tulikotoka. Leo tunaenda kujifunza mbegu ya pili ambayo ni udanganyifu wa mali. Mbegu ya pili ambayo ni udanganyifu wa mali, na ina nafasi ya kuzuia malengo yako ndani ya mwaka yasifanikiwe. Tunapoongelea udanganyifu wa mali za dunia kama mwiba wa kukukwamisha mbegu yako isiote, hatumaanishi kumiliki mali za dunia ni dhambi. Narudia tena kuweka hii tahadhari. Tunapoongelea udanganyifu wa mali, mtu anaweza akafikiria tunataka kumaanisha kwamba kumiliki mali ni dhambi. Hapana. Kumiliki mali za dunia sio dhambi. Ni sehemu ya neema na baraka kutoka kwa Mungu. Sawa na kile kitabu cha Hagai sura ya 2 ule mstari wa 8. Hagai sura ya 2 mstari wa 8. Hagai sura ya 2 mstari wa 8. Anasema, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo kama Mungu anazungumza kwamba fedha ni mali yake, dhahabu ni mali yake, ina maana kumiliki fedha sio dhambi. Kumiliki dhahabu sio dhambi. Kumiliki kila aina ya mali unayojua wewe ya dunia hii iliyoumbwa kwa mpango wa Mungu na mapenzi yake sio dhambi. Ni sehemu ya neema na baraka kutoka kwa Mungu. Na unajua kila mwanadamu aliyoko hapa duniani, ndani ya moyo wake kuna shauku na tamanio la kumiliki mali za duniani. Kila mwanadamu. Mimi mwenyewe ninatamani kuwa nazo, na ninamuomba Mungu niwe nazo kadiri ya yeye atakavyopenda kunipa. Nimekataa Ukristo wa umaskini. Kwa hiyo na wewe pia ninaamini ndani yako una tamanio, una maombi ya kutamani Mungu akubariki mali za dunia hii. Umekataa umaskini kwenye maisha yako. Na sio dhambi kuwa na mtazamo huo, kuwa na maombi hayo, kwa sababu mali na fedha ni mali ya Bwana. Kwa wapendwa, unaposikia tunajifunza hili somo la leo, hatujifunzi umaskini, ila tunajifunza tukiwa tuna maana ya kuangalia ile hali ya mtu kutamani mali za dunia, kumiliki mali za dunia kinyume na mpango wa Mungu. Acha nikuonyeshe maana halisi ya hii point. Udanganyifu wa mali za dunia ni ile hali ya ubinafsi wa mtu kufanya mambo yasiyokuwa ya haki ili apate mali za dunia hii. Ni ile hali ya ubinafsi wa mtu kufanya mambo
yasiyokuwa ya haki ili apate mali za dunia hii. Ni ile hali ya mtu kufanya mambo ya ubinafsi, anafanya mambo yasiyokuwa ya haki ili apate mali za dunia hii. Au kwa tafsiri nyingine unaweza ukatafsiri kwamba ni ile hali ya kujinufaisha mwenyewe kwa njia ya kuwakandamiza wengine ili upate mali za dunia hii. Ni ile hali ya kujinufaisha mwenyewe kwa kuwakandamiza wengine ili upate mali za dunia hii. Hasa hapa duniani kuna watu ambao baadhi yao ni wabinafsi. Ni wabinafsi katika namna ambayo anafanya mambo yasiyokuwa ya haki, ya kuwaumiza watu wengine, ya kuwakandamiza watu wengine, ya kuwadhulumu watu wengine, ili tu yeye aendelee kujilimbikizia wingi wa mali za dunia hii, aendelee kujitengenezea mazingira ya kupata zaidi yeye peke yake na wengine wakose. Labani alikuwa ni mfano mzuri sana wa hawa watu. Labani, baba mkwe wake Yakobo, ni mfano mzuri sana wa hawa watu wenye hii roho ya udanganyifu wa mali. Tumwangalie Labani kidogo kwenye kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 30, ule mstari wa 27 hadi wa 30. Kitabu cha Mwanzo sura ya 30 mstari wa 27 hadi wa 30. Mwanzo sura ya 30 mstari wa 27 hadi wa 30. Inasema namna hii: Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Akasema, sema mshahara wako utakao, nami nitatoa. Akamwambia, umejua jinsi nilivyokutumikia, kwa jinsi wanyama wako walivyokuwa kwangu, maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila nilikokwenda. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe? Nataka zaidi tutafsiri huu mstari kuanzia chini kwenda juu. Tusianzie juu kwenda chini, tuanzie chini kwenda juu. Huku chini Yakobo anamwambia Labani, mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila nilikokwenda. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe? Sikia vizuri hii sentensi ya mwisho, isikie kwa umakini. Anasema, nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe? Nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe? Narudia tena kwa msisitizo, nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe? Kwa nini Yakobo aliuliza hili swali? Tafsiri yake ni kwamba alikuwa haangaliagi mambo ya nyumba yake. Akili yake, muda wake, nguvu zake zilijikita kwenye kufanya kazi, kukusanya mali kwa ajili ya familia ya Labani, kwa ajili ya Labani. Na Yakobo akaona mbona imezidi, ndiyo maana akaamua kumuuliza Labani hili swali, na mimi lini nitaangalia mambo yangu? Kwa sababu kila nikipambana, napambana kwa ajili yako. Na unaelewa kwamba Labani alikuwa ni baba mkwe wa Yakobo, lakini pia upande wa pili alikuwa ni bosi wa Yakobo. Labani alikuwa amemwajiri Yakobo kwenye kazi ya kuchunga mifugo na kusimamia mali zake. Na muda wote Yakobo alipambana, alivuja jasho, si kwa ajili yake, ila ni kwa ajili ya Labani. Na unaelewa kwamba Labani hakuwa anamlipa Yakobo mshahara, hakuwa anamlipa. Na ndiyo maana hapa kwenye hichi kitabu huku juu unaona Labani anamwambia Yakobo, ukiwa nimeona fadhili machoni pako, sema mshahara wako utakao. Kwa nini anamwambia sema mshahara wako? Ina maana miaka yote walikaa alikuwa hamlipi. Maskini Yakobo aliteseka, alipambana, ila hakuwa analipwa. Mpendwa, ikitokea kwenye maisha yako umefanya kazi
kwenye taasisi au umefanya kazi na watu wa namna hii, watu wenye roho ya udanganyifu wa mali, watu waliojaa ubinafsi wa kutaka kujilimbikizia mali wenyewe kuliko wewe. Ukifanya kazi na taasisi ya watu wa binafsi, ukifanya kazi na taasisi ya watu wachoyo, ukifanya kazi na bosi mchoyo na mbinafsi kama Labani, utajikuta muda mwingi unavuja jasho, unateseka kwa ajili yao, na wewe upati kitu, yeye ndiye anayepata. Utakuwa kama Petro. Angalia kitabu cha Luka ile sura ya 5 mstari wa 5. Kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 5. Kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 5. Anasema, Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Natamani usikize hili anaposema tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu. Unapokuwa na bosi kama Labani, unapofanya kazi na mtu aliye mbinafsi, mchoyo na anayejitazama yeye, utakuwa ni sawa na unafanya kazi ya kuchosha usiku kucha isiyokupa kitu. Ndio ilivyokuwa kwa Yakobo. Ndio maana anafika mahali anamwambia Labani, lini na mimi nitaangalia nyumba yangu? Muda wote naangalia ya kwako. Ina maana muda wote alifanya kazi ya kuchosha isiyokuwa na faida kwa nyumba yake. Ilikuwa inanufaisha kwa Yakobo peke yake. Wako watu hapa wananisikiliza. 2025 ilikuwa ni mwaka ambao walikuwa wanafanya kazi za kuchosha. Jaribu kujitafakari. Mwaka wa 2025 utakuta kuna watu walikuwa wanafanya kazi kwenye taasisi ambazo walizinufaisha taasisi na wao hawakunufaika. Angalia, mwaka mzima unafanya kazi ambayo masaa 24 au unafanya kazi karibuni kutwa nzima, afu mshahara unaolipwa ni 1,500,000. Ni hatari sana hiyo, ni hatari mno. Si kwamba 1,500,000 sio hela, ni hela, lakini angalia masaa uliotumika na hela uliolipwa. Unaelewa kufanya kazi masaa 12 maana yake nini? Maana yake ni siku yako nzima umeinvesti kwa huyo bosi, umeinvesti kwenye hiyo taasisi, afu malipo 1,500,000, hela ambayo haikutoshi hata kwa wiki moja. Una familia, una mme, una mke, una watoto, una wazazi, una ndugu. Angalia, ulipe bili ya umeme, ulipe bili ya maji, ulipe nauli ya kwenda na kurudi. Haujala, haujavaa, haujasuka, haujanyoa. Yote hayo yanategemea 1,500,000. Kwa dalili hiyo, malengo yako ulio nayo kwenye mwaka yatatimia kweli? Tuambiane ukweli, hayatatimia. We ni dereva, mtu kakupa pikipiki uendeshe au kakupa bajaji, afu anakuambia niletee 10,000 kwa siku, afu unatafuta abiria huwapati. Maendeleo utafikia lini? Lini utafikia maendeleo? Lini utafikia maendeleo? Nisikilize mtu wa Mungu, ifike mahala wa Kristo akili zetu zifunguliwe, tujue wapi tulipo. Maana wakati mwingine tunafanya kazi na wakina Labani na hatujui kama tuko kwa Labani. Yakobo ilifika mahala Yakobo alichoka, akamwambia Labani, nataka kuondoka, maana muda mwingi nimejitesa kwa ajili yako. Na ndivyo mtu muda mwingi unavuja jasho kwa ajili ya Labani wako. Mtu wa Mungu, kama 2025 ulimtumikia Labani, imetosha. Imetosha. Maana huyo Labani ni mwiba, amekuchoma vya kutosha kiasi ambacho malengo yako kwenye mwaka hujafanikisha. 2026 hatutokaa kwa Labani, hatutofanya kazi na Labani. Kwa jina la Yesu Kristo, ni mwisho mwaka huu, ni mwisho mwaka huu. Sema amen kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie kukutoa kwa Labani. Mtazamo wa kufanikiwa kwa njia ya wizi nao ni mwiba wa kukukwamisha. Mtazamo wa kufanikiwa kwa njia ya wizi nao
ni mwiba wa kukukwamisha. Kuna aina nyingine ya watu ambao wamedanganyika na mali za dunia kiasi ambacho wana mtazamo wa wizi kwenye mioyo yao. Anaamini bila kuiba hawezi kufanikiwa. Anaamini katika kuiba ndipo afanikishe malengo yake. Wako watu wa namna hiyo. Yeye anaamini bila kuiba hawezi kufanikiwa, na anaamini kwamba katika kuiba ana nafasi ya kufanikisha malengo yake. Watu wa namna hiyo nao ni mwiba ambao wanaweza wakajizuilia wenyewe wasifanikishe malengo yao, lakini pia wana nafasi ya kuwazuilia na wengine wasifanikishe malengo yao. Nisikilize polepole. Labda we ni bosi au ni mtu tu una kamradi kako, unaamua kutafuta kijana wa kukusaidia kazi. Ukimpata kijana ambaye ana hii roho ya udanganyifu wa mali za dunia, moja kwa moja huwezi kufanikiwa malengo yako, kwa sababu ataamini katika kukuibia. Umepambana maskini ya Mungu, umepata kamtaji kidogo, umeweka kiosk, umeweka kiduka tu, ukaweka mtu wa kuuzie, anakuibia. Kwa kinachotokea, ulianza mwaka ukiamini kuwekeza kwenye duka kama mbegu ya kukuinua kiuchumi, afu umemweka mwiba, anaiba. Matokeo yake duka unafunga, unarudi pale pale nyuma. Au umeanza kufuga, umeweka mtu wa kuangalizie mifugo, anakuibia, unajikuta umerudi nyuma. Ulipiga hatua kabisa ukamiliki kimradi cha mifugo, lakini kwa ajili ya kuibiwa na wafanyakazi unarudi nyuma. Ina maana wafanyakazi wa namna hiyo ni mwiba kwako, iliyotumika kukurudisha nyuma kwa udanganyifu wao wa kutamani mali za dunia. Lakini pia upande wa pili, wewe unayeiba na wewe pia ni mwiba wa kujirudisha nyuma wewe mwenyewe, kwa sababu kadiri unavyowaibia wengine ndivyo unavyojifungia milango ya kufanikiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa unayeibiwa unarudishwa nyuma na unayeiba unajirudisha nyuma. Yaani ile kuiba haina maana ya kwamba unamrudisha nyuma tu yule unayemuibia, ila unajirudisha nyuma na wewe unayeiba. Na ndiyo maana mali ya wizi haijawahi kufika mbali. Kafungue duka kwa kumuibia mtu uone, halitadumu, litakufa tu. Kaingie kwenye ndoa ya kuiba mme wa mtu, haitadumu, itakufa tu. Angalia pamoja nami kile kitabu cha Biblia, afu twende tuombe. Angalia kile kitabu cha Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 11 hadi wa 12. Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 11 hadi wa 12. Kuna kitu cha kupata pale. Injili ya Luka 16 11 12 inasema namna hii: basi ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Ndivyo Mungu anavyosema. Ukiwa dhalimu na ukawa mwizi, hutopewa mali ya kweli. Usipokuwa mwaminifu kwenye mali ya mtu mwingine, hutopewa mali yako. Ukifanya kazi kwa mtu, usipokuwa mwaminifu kwa huyo mtu, hutopewa hicho kitu. Kuna watu wamebarikiwa kumiliki maduka. Kabla hujapewa duka lako, Mungu atakupeleka ukafanye kazi kwenye duka la mtu. Kabla ya kupewa pikipiki yako, utapewa day worker, pikipiki ya mtu mwingine. Kabla ya kupewa gari lako, utapewa gari ya mtu mwingine uendeshe. Kadiri utakavyo perform ndivyo utavojitengenezea credit za kupata ya kwako. Na ndio maana nikakwambia, ukimuibia mtu unamrudisha nyuma na unajirudisha nyuma na we mwenyewe. Mtu wa Mungu aliye hai, jaribu tu kujitathmini.
Ni maeneo mangapi umekwama mwaka huu kwa ajili ya wizi? Aidha ulikuwa unawaibia watu au ulikuwa unaibiwa. Ukigundua namna hiyo, jua hiyo ilikuwa ni miiba ya kuisonga mbegu yako isizae. Tutaenda kuomba toba muda huu. Tutaenda kuomba toba, na ninaendelea kukushauri usikubali kuvuka mwaka ukiwa hujaungama. Nenda pia na kwenye maungamo. Usikubali kuvuka mwaka hujaungama. Jaribu kujitathmini, mwiba wako upi? Nenda kaungame. Hapa tutaomba, lakini pia nenda kaungame. Nenda kaungame ili uvuke mwaka ukiwa safi. Na tukishaomba toba namna hiyo, pia tutashukuru kupitia lango la mwezi wa 6 la mwaka 2025, ili Mungu asimame kutusamehe kila tulipoanguka mwaka huu kwenye haya maeneo, ili tupate nafasi mwaka ujao tupewe wingu jipya la kusonga mbele. Karabu shaka na kukaribisha muda huu uweze kuwakamata sadaka yako mahala ulipo. Kamata sadaka yako ili twende tuombe pamoja na nguvu za Mungu zikusaidie kusonga mbele. Kamata sadaka yako, kama unayo mkononi, kamata mkononi. Kama bado unaendelea kuiandaa, kamata moyoni mwako. Tutaomba, kisha tukishaomba utaitoa kupitia namba zetu za simu tunazowawekea. Karabu shakaraba. Na usitoe sadaka yako kinyume na hizo namba. Toa kwenye hizo namba tu. Ukipata changamoto, piga simu, utaelekezwa. Naamini kila mmoja ameshakamata sadaka yake. Twende tuombe sasa. Omba pamoja nami haya maneno. Tuombe pamoja. Sema, Mungu Baba. Sema, Mungu Baba, asante kwa ajili ya hili neno. Asante kwa ajili ya ujumbe. Hakika Baba, umezungumza na mimi waziwazi. Nimesikia, nimepokea na nimeamini. Baba, nimejigundua kuna maeneo nina udhaifu, ninahitaji kurekebishwa, na hakuna mwingine wa kunirekebisha bali ni wewe Yesu Kristo. Sema, Mungu uliye hai, ninaomba unisamehe kila maeneo ambayo Baba nimejitambua nilipenda udanganyifu wa mali, kwa kuwa na tamaa, kwa kuwa mbinafsi, kwa kuwa mchoyo, kwa kujilimbikizia mali peke yangu. Baba, ninaomba unisamehe, maana kwa ajili hiyo nilijifungia milango ya kukamilisha malengo yangu huu mwaka. Ndiyo maana Baba, naomba unisamehe. Ninakuja nikiwa nimekamata sadaka yangu kwenye malango ya mwezi wa 6 ya 2025. Sema tena, Bwana Yesu, ninakuja nikiwa nimekamata sadaka yangu kwenye malango ya mwezi wa 6 ya mwaka 2025. Ninakuomba Mungu uliye hai, uweze kunisamehe hata mahala nilipoiba, hata mahala nilipoibiwa, hata mahala nilipodhulumu, hata mahala nilipodhulumiwa. Naomba Mungu unisamehe. Baba, ninakushukuru maana umenifumbua macho. Nilikuwa sijui haya mambo. Baba, leo nimesikia, leo nimejua, leo nimeona. Ramo shakaraba. Baba, ninasema asante. Baba, ninasema asante. Endelea kusema kwa maneno yako. Endelea kusema kwa maneno yako. Kila wakati nimekuwa nikikueleza, Roho Mtakatifu anakuachia hizi dakika za kujiombea mwenyewe, kwa sababu wewe ndiye unayejua maisha yako. Wewe ndiye unayejua ni engo gani ulijichanganya kwenye hichi kipengele cha mali za dunia. Wewe ndiye unayejua kwenye hichi kipengele ulidanganyika kwenye eneo gani. Yamkini kuna eneo uliiba, kuna eneo uliwaibia watu, yamkini kuna eneo uliibiwa, yamkini kuna eneo uliweza kuwa mbinafsi kwa kutaka kujifaidisha mwenyewe peke yako, ukataka kuwa Labani, kujilimbikizia kama Labani alivyojilimbikizia. Hakumlipa hata mshahara mzuri Yakobo, kwa sababu alitaka kufaidi yeye peke yake. Ukisoma hicho kitabu zaidi, utaona hata kuna maeneo Labani aliweza kutaka kuweka wanyama wake wawe wengi zaidi. Ni Mungu tu ndiye aliingilia kati kumsaidia Yakobo. Bila sivyo, Yakobo angeondoka mikono mitupu hapo kwa Labani. Ndivyo ambavyo kuna watu wako hapa, kuna mahala mliwahi kukaa
mtaondoka mikono mitupu, mmeondoka na majeraha, mmeondoka na maumivu, kwa sababu mliteseka, mlikuwa mlali usiku, mlikuwa mnaingia gharama mpaka ya fedha zenu wenyewe, lakini mmeondoka weupe. Au mabosi mnakutana nao wanaendesha magari, lakini nyie mnakanyaga miguu, na iniali unajua wazi kabisa ni jitihada zako ndio zilitumika, ila si kitu ulipata. Cha zaidi uliambulia matusi, dharau, maumivu. Bwana anasema na wewe usimalize mwaka na hicho kinyongo, usimalize mwaka nayo maumivu. We omba toba kwa Bwana, we shukuru tu mbele za Bwana. Unajisikia kutubu, ng'ang'ana na toba. Unajisikia kushukuru, ng'ang'ana na shukrani, maana Bwana anapokea, Bwana anapokea, Bwana anapokea. Mtu wa Mungu, sinyamaze kimya ukawa tu msikilizaji. Na ndiyo maana ni vizuri kusikiliza haya maombi ukiwa kwenye mazingira ambayo yatakupa nafasi ya kusali, yatakupa nafasi ya kuomba. Ng'ang'ana kwa Bwana, ng'ang'ana kwa Bwana, ng'ang'ana kwa Bwana, ng'ang'ana kwa Bwana. Unasikia shukrani, mimina moyo wa shukrani. Mwambie tu Mungu, asante, nimesikia. Licha ya kwamba mahubiri yamenichoma, mafundisho yamenichoma, ila ninakushukuru kwa sababu ukweli utatuweka huru, ukweli utatuweka huru. Nimesikia neno lako na neno lako ni kweli, limeniweka huru. Rakanderebushaka risandarabushe riramandakate risikinderebusha rikiriakatamaye. Baba amekutazama, hajataka upotee tena, ndio maana amekuletea hili neno. Wewe mimina moyo wa shukrani, mimina moyo wa shukrani uliochangamana na moyo wa toba kwenye lango la mwezi wa 6 2025. Mungu, hatutavuka na haya, hatutavuka na haya, hatutavuka na haya mateso. Ndio maana tunamimina toba na shukrani. Tunaomba Bwana upokee, tunaomba Bwana upokee, tunaomba Bwana upokee, maana watoto wako tuko mbele zako, hatuna mwingine wa kumkimbilia, ni wewe Yesu peke yako. Na hata ulisema nitwikeni fadhaa zenu, maana mimi ndio nayeshughulika na mambo yenu. Nasi tumeamini na tumetambua, ndio maana tumekuja na mizigo tunaitua kwako. Baba rako shamakanda kate. Mtazame hata yule aliyejeruhiwa na Labani. Yuko mtu hapa amejeruhiwa na Labani kwa sababu alifanya kazi kwake akaishia kumdhulumu. Huyo mtu moyoni amejeruhiwa, na hata kila wakati akitaka kumsamehe Labani anashindwa kumsamehe. Roho Mtakatifu anasema usivuke mwaka ukiwa moyoni umembeba Labani. Kweli amedhulumu haki yako, kweli amekupeleka hadi mahakamani kukufungulia kesi, akahonga akakushinda. Robo shamande, robo shamakaya. Mkono wa Yesu kuguse wewe uliyeumizwa, upone hayo majeraha, upone hayo maumivu kwa jina la Yesu. Rapo shamanda rikanderiebo. Endelea tu mtu wa Mungu mpaka usikie huko ndani mzigo umeisha wa kuomba. Omba hadi kile kinachokusukuma kuomba kitulie. Ripo shama